Yanga oye! Oye! Yanga oye! Oye! Daima mbele, nyuma nyuma. Awali ya yote nianze kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutukutanisha hapa katika mji wa Lilongwe, nchi ya Malawi. Imekuwa ni faraja kukutana hapa kwa tukio kubwa la kuisupport klabu yetu Young Africans ambayo leo itacheza. Lakini pia tumshukuru Mwenyezi Mungu, wengi wetu tumesafiri kutoka Dar es Salaam, kutoka Morogoro, kutoka Arusha. Mzee wangu kutoka Arusha yuko wapi jamaa? Mzee wetu ametoka Arusha. All the way kutoka Arusha mpaka hapa Lilongwe, sio mchezo. Mratibu wetu kutoka Morogoro na timu nzima ambayo ilikuwa nyuma yake. Na kwa sababu Waswahili walishamaliza safari ni hatua, kila mmoja kwa nafasi yake amepiga hatua mpaka tulipofika hapa. Tujipigie makofi wote kwa pamoja. Hamkufanya hayo maamuzi kwa bahati mbaya, mlikuwa mna dhamira njema kuisupport timu yenu, na sisi viongozi kwa niaba ya wajumbe wa kamati ya utendaji tunawashukuru sana kwa support hii ambayo mmeendelea kuionyesha kwenye timu yenu. Na kikubwa ni kwamba lazima turudishe kwa kuleta ushindi na kuhakikisha tunapambania furaha ya Yanga. Kwa kusema hayo, tumombe Mwenyezi Mungu katika mchezo wetu wa leo atufanyie baraka ya ushindi. Na sisi kama viongozi tumeiandaa timu kwa nafasi nzuri. Tumekuwa na majadala ya mara kwa mara na technical staff, na mmeona kuna ingizo jipya la assistant coach katika kukidhi yale mahitaji ya klabu yetu, lakini pia kusikia kilio cha wanachama watakapokuwa na jambo la kushauri. Tuelewe ya kwamba sisi kama viongozi tuko hapa kwa interest kubwa ya taasisi yetu ya Yanga, na inapofanya vizuri sisi wote tunafurahia na ni sehemu ya mafanikio yetu, na mahali ambapo haifanyi vizuri sisi wote pia natugusa tena kwa kiwango kikubwa sana. Na mnapoleta mawazo yenu, mapendekezo yenu, tunayatazama na tunayachambua, na kwa bahati nzuri sisi tuna taarifa nyingi zaidi kuliko nyie. Kwa hata maamuzi tunayoyafanya yanakuwa ni maamuzi sahihi kwa sababu yanaongozwa na informations nyingi. Wazungu wanasema you have informed decision. Unafanya maamuzi yanayoendana na uelewa mkubwa au taarifa nyingi nyuma yake. Kwa hiyo tulipofanya maamuzi ya kumuongeza assistant coach, yalikuwa ni maamuzi ambayo sisi kwetu yanatija kubwa kutokana na informations nyingi ambazo tunazo, na tunapotaka kuiweka timu yetu vizuri, eneo gani ni sahihi la kuligusa zaidi, na sisi tuko kwenye nafasi nzuri ya kufanya hayo maamuzi, kwa maana informed decision. Kwa hiyo ni watoe hofu wanachama, tutakuwa tunaendelea kufanya maamuzi, na bahati nzuri mnamfahamu rais wenu. Sijawahi kuyumba kwenye maamuzi. Sijawahi kuyumba kwenye maamuzi. Interest ya klabu yetu imekuwa mbele toka siku ya kwanza kuhakikisha tunafanya vitu sahihi kwenye maamuzi yetu kwa maslahi mapana ya klabu yetu, na hilo hatuwezi kuyumba. Na siku mkiona tumefanya maamuzi mengine, mjue maamuzi hayo pia tunayabariki sisi kama kamati ya utendaji, na tunalenga kuongeza tija kwenye klabu yetu. Tuko hapa Malawi kwa ajili ya mchezo wa mzunguko wa pili wa Champions League dhidi ya Silver Strikers, timu ambayo ni mabingwa wa Malawi hapa. Utakuwa mchezo mzuri, na mchezo huu naamini utakuwa ni sehemu ya kuendelea kujenga timu yetu kuelekea mafanikio ambayo tunatarajia. Na malengo yetu ni kuhakikisha timu yetu inakwenda mbali zaidi. Tuna malengo ya muda mfupi kuhakikisha tunaingia kwenye hatua ya makundi, na malengo ya muda mrefu Mungu akitujalia tukiingia huko tutayaweka hadharani pia. Lakini sisi style yetu ya uongozi huwa tunamkimizaga mwizi kimya kimya. Tupige kelele sisi.
Kwa hiyo tutaendelea na style hiyo bila kupiga kelele. Siku wakija kishtuka watatukuta tuko mbali zaidi kama leo walivyotukuta hapa FIFA. Nichukue fursa hii kumpongeza na kuipongeza idara ya wanachama na mkurugenzi wake Ibrahim Samuel kwa kazi nzuri anayofanya. Leo tumetengeneza thamani kubwa ya kuwa na matawi nje ya Tanzania, na tunapokuwa tuna matawi kwenye nchi mbalimbali inaonyesha ni kwa kiasi gani wanachama wa Young Africans wanaendelea kujipambanua na klabu yao. Leo tunaenda kufungua matawi 3 katika nchi hii ya Malawi. Hii ni alama nzuri ya utendaji kazi mzuri. Na nikupongeze Ibrahim, kitu ambacho kikubwa umekifanya pia ni kutengeneza mahusiano mazuri na wanachama wako. Leo tunawaona idadi kubwa ya mashabiki ambao wanasafiri kuja hapa, haichangiwi tu na matokeo ya timu, lakini inachangiwa na mahusiano mazuri kati ya uongozi wa klabu ya Young Africans na wanachama wake. Tuna kikundi ambacho pia kina support initiatives za club, Young Influencers, naomba msimame. Nafanya kazi kubwa sana. Godi na wenzako nikupongeze, Jessica, Kevo, niwapongeze sana. Mmekuwa ni instrumental katika kuhamasisha uungwaji wa mkono wa wanachama kwenye klabu yao. Kuna tawi langu ambalo nalipenda, Young on Fire, mko wapi? Nafanya kazi nzuri sana. Fanya kazi nzuri sana na matawi yote ambayo mmesafiri kutoka Dar es Salaam, mmejiorganize vizuri na mmekuwa karibu sana na klabu yenu. Mwaka 2020 nakumbuka wakati ndo tumeanza safari yetu ya kutransform klabu yetu. Nilikuwa na rafiki yangu mmoja anaitwa Mchafu, watu wengi mnamfahamu. Tulikuwa tunasafiri watu 3-4 kuifuata timu yetu wakati ilipokuwa inaenda kucheza nje ya Dar es Salaam. Na ndoto ilikuwa ni kuhakikisha siku moja timu inaposafiri watu maelfu kwa mamia wanasafiri na hiyo timu wakienda kuiunga mkono timu yao. Lakini wakati ule hali ilikuwa iruhusu. Sababu imagine safari ya kutoka Dar es Salaam mpaka Malawi alafu upati matokeo. Tazama ile safari ukirudi na kuaje. Lakini leo wanachama wanaweza kusafiri kwa sababu kuna kitu kinachoitwa hope, matarajio yaliyokuwa nyuma ya klabu yao. Hatusemi kwamba tuna uhakika wa 100% kushinda mchezo, lakini kuna hope ambayo iko nyuma ya wanachama na wanasema hapana, twende tukaiunge mkono timu yetu. Safari ile naanza kuiona ikirealize kwa idadi hii ambayo naiona mbele yangu ya watu ambao wamesafiri na timu. Na fundisho hapa iliyokuwepo ni kwamba ukiweka ndoto zako mbele na ukaweka jitihada katika kutaka kuzifikia hizo ndoto, kuna siku moja utapata matunda hayo. Na hiki ndio kinachotokea. Wanachama wa Young Africans, leo ninayo furaha kubwa kwa hapa na ndugu zangu wa Malawi kwenye viti nimekutana nao. Kuna kazi kubwa ambayo mmeifanya. Tunawashukuru, mapokezi yalikuwa mazuri kutoka siku ya kwanza. Mmejitoa kuja airport kuipokea timu yenu. Mmekuwa na sisi katika siku zote hizi 3 kuelekea kwenye mchezo wetu wa leo, na mmewapokea pia wageni wenu. Tunawashukuru sana 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 watu wa Malawi. Na tunawaahidi tutaendelea kujenga umoja huu. Kama ambavyo jana tulifanya pia tukio dogo, lakini tukio ambalo linaenda kugusa mioyo ya wanayanga. Tukio katika nchi hii ya Malawi, tulikwenda kumkumbuka mwalimu wetu kipenzi cha Young Africans miaka ile 2000 mpaka mwishoni mwa 2001 nakumbuka mpaka 2008, miaka 7. Jack Chamangwana alikuwa sehemu ya technical staff yetu.
na ni mtu ambaye amekuwa na historia kubwa sana ya mpira. Watu kwa uchache mkimfuatilia, hajawa kocha tu, amekuwa mchezaji, tena mchezaji imara kabisa wakati wake, akitajwa kuwa one of the best defender in Africa ambaye amewahi kutokea hapa Malawi, kwenye level ya national team mpaka kwenye level ya vilabu, akicheza hapa Malawi na nchini Afrika Kusini. Na baadaye akawa transformed kwa kocha, na alikuja kwetu Young Africans, akaitumikia klabu ya Yanga. Nakumbuka wakati ule ukiachilia mbali ufundishaji wake, alituletea baadhi ya wachezaji ambao nafikiri mnawakumbuka. One of my favorite alikuwa ni Chilapondwa, kama mnamkumbuka. Kwa one of the best midfielder. Bahati mbaya alitembelewa sana na majeraha ambayo yalizuia nafasi yake ya kucheza, lakini alikuwa one of the best player. Namkumbuka Ndlovu, central defender, ambaye alipata nafasi akacheza muda mrefu Young Africans na baadaye kubaki pale. Sisi watu wa Kinondoni tulikuwa tunakutana naye pale kwenye maeneo yetu, akiwa bado anaishi Tanzania baada ya kumaliza football career yake. Na tupata nafasi ya kumleta pia mkewe ambaye amekuwa ni sehemu ya familia ya Jack Chamangwana. Tulikuwa naye jana, tulimsafirisha kutoka Blantyre kuja hapa, pata nafasi ya kukutana na wachezaji, technical staff na viongozi, na kuweza kutoa neno letu la shukrani kwake, kwa mume wake, kwa kazi kubwa ambayo ameifanya. Na hii ni dalili ya kuonyesha appreciation ya uongozi wa klabu ya Young Africans kwenda kwa watendaji wake. Leo sisi tuko, kesho tutakapokuwa tupo, nafasi zetu zitachukuliwa na watu wengine. Tunapaswa ku appreciate kile ambacho kilishawahi kufanywa na watu wengine. Na hii ni alama ya uungwana ambao viongozi na klabu ya Young Africans inasimamia msimamo huo wa uungwana wakati wote wa utendaji wake. Tuko naye mama na ataendelea kuwa na sisi, na leo tutakuwa naye kwenye mchezo kama mgeni wetu, na kesho panapo majaliwa atarudi Blantyre. Lakini pia tunaye assistant coach ambaye anatoka hapa Malawi, na yeye pia amepita kwenye hiyo historia. Kitazama historia yake haipishani sana na Jack Chamangwana. Coach Mabedi na yeye amecheza position hiyo hiyo, kama watu hawajui, central defender, na amecheza hapa Malawi, na baadaye akaenda kucheza klabu hiyo hiyo ambayo Chamangwana alicheza, Kaizer Chiefs, na akawa captain pale kwa miaka 4, kiwa one of the best central defender kucheza, na foreign black captain kucheza kwenye Kaizer Chiefs. Kaizer Chiefs ambayo ilikuwa na mafanikio sana. Na baada ya hapo alipomaliza career yake, naye akawa assistant coach kwenye vilabu kadhaa, na baadaye akaja kuwa assistant coach hapo hapo Kaizer Chiefs, na baadaye kuwa head coach wa Malawi national team, na sasa tuko naye Young Africans. Kwa hiyo kimtazama naye amepita kwenye historia hiyo hiyo ya Jack Chamangwana. Na tunasema tunamwombea naye kila laheri, tekeleze majukumu yake. Naamini naye atakuwa ni sehemu ya historia ya klabu yetu kwa kutuletea mataji. Kwa kusema hayo, niwashukuru sana wanachama na wapenzi wa klabu ya Young Africans kwa uungwana wenu wakati wote na kuisupport timu yenu. Lakini nasisitiza kwenye kulipa ada za wanachama. Timu hii haipaswi kuwa ni timu tegemezi wakati wote. Tunapaswa kuhakikisha klabu yetu inakuwa imara na inajitegemea. Na utegemezi wa kwanza ambao unapaswa kuondoka kwenye mikono yetu ni utegemezi wa kifedha. Na sisi wanachama kwa umoja wetu, kila mmoja akatoa kipande chake kidogo cha kulipa ada, tutatokomeza umaskini kwenye timu yetu. Tunapaswa kulipa ada, na wakati tunalipa ada inakwenda kufanya mambo mazuri kwenye klabu yetu, inatuondoa kwenye utegemezi na inatupa uimara wa kifedha ambao utatufanya kuwa imara zaidi na zaidi. Tunapotaka kufanya vizuri kimataifa, tunalazimika kuwa na nguvu ya kifedha. Kwanza kwenye kusajili wachezaji bora, pili kuleta uimara wa kisafari, kiuendeshaji na taratibu mbalimbali ambazo mwisho wake zitatupa matokeo mazuri hata kwenye mashindano yetu ya kimataifa. Kwa hili ni jambo kubwa hasa la kulipa ada yetu. Na hii tunapoita timu ya wananchi, maana yake wananchi wanapaswa kuwa na umiliki kwenye timu yao.
na umiliki wenyewe ni kulipa ada. Tulipe ada ili kuhakikisha tunaifanya imara timu yetu. Najua viongozi wa matawi mko hapa, tuendelee kusisitiza. Unapolipa ada mwaka mmoja ukapata kadi yako, haikutoi wewe kuwa na obligation ya kulipa ada mwaka unaofuata. Kwa sababu ada zetu ni za msimu, na tulipe mwanzoni mwa msimu mapema ili wakati tunaanza msimu huo tuwe na fedha na tuwe imara kufanya maamuzi. Kwa hivyo nasisitiza viongozi wa matawi, bado tuendelee kuwasukuma wanachama wetu kuhakikisha wanalipa ada, na wakilipa ada timu yetu itakuwa imara na tutakompete kwenye level za kimataifa. Baada ya kusema hayo, nawashukuru sana. Niwatakie kila laheri katika mchezo wa leo. Tutamwomba Mwenyezi Mungu wote kwa pamoja hapa mwishoni atupe baraka katika siku yetu ya leo, lakini atupe baraka katika matokeo ya mchezo wetu wa leo, na mwisho Mwenyezi Mungu pia aturudishe majumbani kwetu salama baada ya mchezo huu wa leo, tukiwa tunarejea kwenye majukumu yetu kila siku. Sasa niko tayari kwa ajili ya ratiba zinazofuata. Asante sana.